kuanzia kulia mpaka kushoto. Pengine kama unakuta wazee hapa, kuna wazee wawili ama watatu, lakini waliobakia wote ni vijana. Ukienda katika safu ya pili hivyo hivyo. Zamani ilikuwa ni wazee watupu, kila mmoja anakumbuka hali ilivyokuwa miaka 25 30 nyuma iliyopita. Hizi safu zote walikuwa wanakaa wazee, lakini wazee hivi sasa wako wapi? Maana yake inaonyesha wazi kwamba wazee hivi sasa hawapo. Kwa hiyo tuliobakia ni sisi vijana, ambao ndiyo inatakiwa tuweze kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nafasi yetu kama vijana katika kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala iko wapi? Katika moja ya rasilimali muhimu sana, tusikilizane vijana wenzangu tulioanza kufanya ibada katika mwezi mtukufu Ramadhani. Katika moja ya rasilimali muhimu sana unayoimiliki katika maisha yako kwa hivi sasa ni rasilimali ya ujana uliokuwa nayo. Ndio rasilimali bora unayoimiliki hivi sasa. Na lau kama utamfuata mzee wa miaka 80 hivi sasa, ukienda kumuuliza ni rasilimali gani anaitamani katika maisha yake hivi sasa, kwa vyovyote vile atakwambia rasilimali anayoitamani ni ujana. Yuko mwanafalsafa mmoja anaitwa Abul Ula al-Umri, anasema thalathatun laysa laha iyabun, mambo matatu huwa yakienda huwa hayarudi. Jambo la kwanza akasema ni alwaqtu, muda ukiondoka haurudi. Waljamalu, na uzuri ukiondoka haurudi. Washababu, na ujana ukiondoka na wenyewe haurudi. Kwa hiyo ukimfuata mtu mzima ukimuuliza ni jambo gani analitamani kwenye maisha yake hivi sasa, atakwambia ya kwamba anatamani lau kama angekuwa kijana. Kwa hiyo jambo la kwanza, tambua ya kwamba una rasilimali kubwa unayoimiliki ya ujana, ambayo kila mtu aliyekuwa mtu mzima anaitamani rasilimali hiyo. Mimi mara nyingi huwa napenda kuwapigia mfano ule ambao Allah subhanahu wa ta'ala alisema ndani ya Qur'ani aliposema wa man nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalqi afala yaqilun. Yule ambaye tunamzidishia katika umri tunampunguzia katika maumbile. Yani kadri ya mtu mzima anavyokuwa mzee, na kuna baadhi ya maumbile huwa yanapungua. Yani kama zamani ilikuwa anaweza kusimama muda mrefu masaa 2 3, akishakuwa na umri wa miaka 80 anakuwa hawezi, kwa sababu tayari umri umekuwa mkubwa na maumbile Allah subhanahu wa ta'ala automatic anakuwa anayapunguza. Kwa hiyo kijana wa Kiislamu unamiliki rasilimali very expensive, rasilimali ya ujana. Lakini ujana wako unautumia kwenye mazingira gani? Hili ndio swali la msingi nataka tutafakari mimi na nyinyi vijana wenzangu. Ikiwa ni kijana wa Kiislamu kisha ukawa ni kijana ambaye hautekeleza ibada, ujana wako unakuwa hauna maana katika Uislamu. Sio katika Uislamu, ujana wako unakuwa hauna maana katika dunia. Ukiwa ni kijana wa Kiislamu kisha ujana wako ukawa hutumii katika kufanya ibada, ujana wako huu unakuwa hauna thamani yoyote katika ulimwengu, bali unakuwa unatia hasara katika Uislamu, kwa sababu tunahesabika vijana wa Kiislamu tuko wengi, lakini ujana wako hauna impact yoyote katika Uislamu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ightanim khamsan qabla khamsin, shikamana na mambo matano kabla hayajakufika mambo matano. Jambo la kwanza Mtume akasema shababaka qabla haramika, shikamana na ujana wako kabla haujakufika uzee. Mtume aliongea ya maneno akiwa na falsafa pana sana. Shikamana na ujana wako kabla haujakufika hali ya uzee, kwa sababu kuna vitu utakuja kutamani kufanya lakini itakuwa ni too late, umechelewa. Kuna baadhi ya mambo ilitakiwa uyafanye katika hali ya ujana, ukishakuwa mtu mzima mzee
kuyafanya. Mtume anatukumbusha ya kwamba neema ya ujana uishikilie vizuri. Kuna baadhi ya mambo unatakiwa uyafanye ukiwa kijana, lakini ukishindwa kuyafanya wakati uko kijana, ujana wako unakuwa hauna thamani na hauna maana yoyote katika Uislamu. Vijana wenzangu wa Kiislamu, wenzetu waliopita, vijana wenzetu waliopita walikuwa ni vijana wa sawasawa. Tena hawakuwa vijana wa kubahatisha kama sisi. Maana sisi ni vijana wa kubahatisha. Na ukitaka kujua kama ni vijana wa kubahatisha, watu baada ya kufuturu tu baadaye mida ya saa 3 saa 4 utawakuta wapo katika meza za pweza wakinywa michuzi ya pweza. Ndio utajua kwamba sisi ni vijana wa kubahatisha. Au sasa hivi baada ya Ijumaa nje kukiwa na mtu anauza dawa za aina fulani, utawakuta vijana wa Kiislamu kila mmoja anazunguka anachungulia anataka dawa. Hii inaonyesha kwamba sio vijana wa sawasawa. Wenzetu waliopita walikuwa ni vijana wa sawasawa. Nikupeni mfano mmoja. Kulikuwa na kijana mmoja wa kisahaba ambaye alikuwa akiitwa Mus'ab ibn Umair. Huyu alikuwa ni kijana wa sawasawa. Kwanza alikuwa ni kijana ni handsome boy. Wanasema alikuwa amefanana na Mtume Muhammad. Yaani kiasi ambacho akiwa yuko mbali anakuja unaweza ukadhani kuwa ni mtume. Alikuwa ni handsome boy. Lakini pia alikuwa ni brother man. Kwa maana alikuwa anajua kuvaa kweli kwamba akitupia unajua hapa Mus'ab ibn Umair ameingia. Lakini halikuishia hapo tu, alikuwa ni kijana shupavu mkakamavu. Alikuwa na kifua kipana, alikuwa na six pack. Lakini pia haikuishia hapo. Alikuwa ni kijana wa kishua, kulikuwa kuko njema. Lakini msome kidogo huyu kijana wa Kiislamu alikuwa kwenye mazingira gani? Huyu aliingia katika Uislamu akiwa na miaka 27. Na amekufa katika Uislamu akiwa na miaka 28. Huyu ndio kijana wa kwanza Mtume anamtuma kutoka Maka kuelekea Madina kupeleka habari za Uislamu, alikuwa ni Mus'ab ibn Umair. Lakini amekimbia kwao Maka, amepeleka habari za Uislamu Madina, amekufa katika vita vya Uhud. Mus'ab ibn Umair amekufa hali ya kuwa hata shuka ile ya kumfunikia hana chochote. Sanda ile shuka ya kumfunikia Mus'ab ibn Umair amekufa akiwa hana. Yaani sanda yake Mtume ililazimika achukue majani akamilishe sanda ya Mus'ab ibn Umair. Huyu alikuwa ni kijana wa Kiislamu, lakini ujana wake aliutumia katika Uislamu akipambania dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa ni kijana mtanashati, ana kila kitu unachokijua wewe kwenye maisha alikuwa nayo. Sio vijana wa leo ovyo ovyo, alikuwa ni kijana na kila kitu, lakini maisha yake aliyatoa kwenye kupambania dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inawezekana pengine ukaona Mus'ab ibn Umair alikuwa na miaka 28, alikuwa mkubwa, kafa akiwa na miaka 28 mkubwa. Kulikuwa na kijana alikuwa akiitwa As'ad ibn Zurara, alikuwa na miaka 16, kafa katika vita Badr. As'ad ibn Zurara miaka yake 16 amekufa katika vita Badr. Sasa wewe futa picha, hawa walikuwa ni vijana wa Kiislamu wa umri huo na ukwambieni, lakini ni watu ambao walipambana katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na walikuwa ni vijana wa sawasawa. Vipi kijana wewe, mimi na wewe katika zama za leo, impact yako ni ipi katika Uislamu? Umeanza kufanya ibada katika Ramadhani hii iwe ni sababu ya kumrejea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa ni kijana wa Kiislamu kisha ujana wako ukaufanya ibada, hakuna impact yoyote katika Uislamu na ujana wako, you are nothing. Hakuna maana ya wewe kuwa kijana wa Kiislamu, hakuna maana hiyo. Ubaydillah ibn Jarrah radiyallahu anhu ni katika miongoni mwa masahaba 10 waliobashiriwa pepo na Bwana Mtume Muhammad. Ubaydillah akiwa na miaka 19 anaingia kupambana katika vita. Miaka 19 anaingia kupambana katika vita. Amepigana vita Badr, amepigana vita vya Uhud, amepigana vita vya Ahzab, amepigana vita vya Khaybar, amepigana vita vingi alipopigana Bwana Mtume Muhammad akiwa na umri mdogo sana, mpaka anabashiriwa pepo na Bwana Mtume Muhammad. Vijana wa leo tuko wapi? Mbona tunaacha kufanya ibada kwa sababu ya ujana?
Ni nani aliyekwambia ukiwa kijana hutakiwi kufanya ibada? Nani alikwambia hivyo? Vijana wenzetu hawakuwa hivyo, walikuwa ni vijana wa sawasawa, walijitoa, ndio maana dini imefika hapa leo. Lakini leo watazame vijana wa Kiislamu, watazame vijana wa leo wa Kiislamu, watazame vijana wa leo wa Kiislamu. Tembea kidogo kuelekea maeneo ya Manyanya pale karibu na Sheri, nenda kawakute vijana wa Kiislamu wako katika kudeti kwenye mikeka. Pengine hapo itakuwa mbali sana. Tembea kidogo nyuma ya Sheri, kuna sehemu panaitwa Farasi Kabinyo, nenda kawakute vijana wa Kiislamu hapo usiku. Nenda Kitambaa Cheupe kawakute vijana wa Kiislamu. Unamkuta kijana wa Kiislamu yule aliyekuwa anafanya ibada katika mwezi mtukufu Ramadhani, amerudi kama sio yeye, anakwenda juu ya meza, anacheza singeli, anacheza mapiano. Kijana wa Kiislamu, tuko wapi vijana wa Kiislamu? Nafasi yetu ni ipi katika umma wa Kiislamu? Ndugu zangu, ipo siku tutakuja kukumbuka nafasi yetu ya ujana, lakini itakuwa ni too late, tumechelewa. Iko siku tutakuja kukumbuka nafasi tuliyokuwa nayo katika umma wa Kiislamu. Na uzuri ni kwamba tutakwenda kuulizwa juu ya ujana wetu tuliutumia vipi. Ujana tuliokuwa nao hautopita ujana, kwa sababu hii ni neema. Na Mwenyezi Mungu anasema thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im, tutakwenda kuwauliza juu ya neema tuliyowaneemesha, ikiwemo neema ya ujana. Ujana wako wewe unaacha impact ya aina gani? Juzi wakati wa sala ya Isha nilinukuu maneno ya mtu mmoja, ningependa niyarudie. Anaitwa Benjamin Franklin, ndio father of United States of America, ndio founder, ndio mwanzilishi wa taifa la Marekani. Ukiwa na pesa ya dola, picha yake iko pale mbele. Kuna maneno aliwahi kuyasema kuambia vijana wa taifa la Marekani. Akasema, many people die at 25 and antibodied until they are 75. Watu wengi sana wanakufa wakiwa na miaka 25. Many people died at 25. Watu wengi wanakufa wakiwa na miaka 25 na wanakuja kuzikwa wakiwa na miaka 75. Maneno haya ninapenda kuyarudia vijana wenzangu tulioanza kufanya ibada katika mwezi huu mtukufu Ramadhani. Tujue ya kwamba ikiwa ni vijana kisha ujana wetu tukawa tufanya ibada, tumekufa. Tunatembea tukijiona tuna nguvu, tunatembea tukijiona watanashati, lakini tumekufa. Tukija kuzeeka, tukifa hali ya kuwa ni wazee, tunakuja kuzikwa tu madongo yetu miili, lakini tayari tulishakufa toka tukiwa vijana. Kwa sababu gani? Ujana wetu ulikuwa hauna impact yoyote katika Uislamu. Uzuri wa Uislamu haina maana ukiwa kijana haukuruhusu wewe kuwa mtanashati. Uislamu hauko hivyo. Yaani pengine mtu anadhani akiwa anafanya ibada, akiwa anasali, akiwa ni mutaabbad, pengine Uislamu umemkataza kijana kuwa mtanashati. Hapana. Yaani unaweza kuwa kijana na bado ukawa unatupia, unanyuka zako pamba kali, t-shirt yako kali, jinsi yako kali, unavaa pengine Air Max chini kali. Yaani Uislamu haujakukataza ukiwa kijana kisha ukawa unafanya ibada eti ukadhani kwamba Uislamu utakubana kuna baadhi ya ila. Hapana. Yaani unaweza kuwa kijana na bado ukawa unatupia. Tunachohimizana ya kwamba tuwe ni vijana wa kweli kweli katika kufanya ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tusiwe ni vijana ambao hatuna impact yoyote katika umma wa Kiislamu. Uzuri ni kwamba ukiwa kijana wa Kiislamu kisha ukawa umeshikilia bomba kwenye kufanya ibada, yaani kila siku unaonekana kwenye ibada, Mwenyezi Mungu ametoa ahadi ya kumpa pepo kijana wa Kiislamu. Yule ambaye atakayekuwa ameshikamana na ibada, Mwenyezi Mungu ametoa ahadi ya kumpa pepo kijana aliyeshikamana na ibada. Kwa sababu sio jambo rahisi kumkuta kijana akawa anashikamana na ibada. Mwenyezi Mungu kwa kulijua hilo kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatoa dhamana ya pepo kwa kijana atakayekuwa anashikamana na ibada.
Rejeeni kwenye ile hadithi ya Mtume inayosema sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, watu wa aina 7 watakuwa kwenye kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa cha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika watu hao wa aina 7 miongoni mwao shabun nasha'a fi ibadatillah, kijana yoyote wa Kiislamu akashikamana na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa kwenye kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Unataka nini kijana wa Kiislamu? Nini unahitaji mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nafasi yako ni ipi kwenye kufanya ibada? Mabinti wa Kiislamu, ukiwatazama mabinti wa Kiislamu waliopita sio kama mabinti wa Kiislamu wa leo. Mabinti wa Kiislamu wa leo, nenda kawatazame kwenye usiku wa keki. Kuna usiku wa keki. Nenda kawatazame kwenye usiku wa keki. Nenda kawatazame mabinti wa leo kwenye kufagia uwanja. Manake kabla ya shughuli kuna kitu kufagia uwanja. Hiyo kufagia uwanja leo sasa. Nenda kawatazame mabinti wa Kiislamu hali yao waliokuwa nayo. Sikwambii kwenye madelibati, kwenye vigoma vya Uruguay, sikwambii ukienda klabu huko mabinti wa Kiislamu walivyo. Mabinti wa Kiislamu waliopita hawakuwa katika hali hiyo. Kulikuwa na mwanamke alikuwa anaitwa Rabiat al-Adawiyya, miaka yake ilikuwa 21, alikuwa anaswali raka 300 kwa siku za sunna. Raka 300 za sunna. Sasa mchukue binti wa Kiislamu mwenye miaka 21 wa leo mweke pale mtazame. Niliwahi kuwapigia mfano nikawaambia mama Aisha wakati Mtume anafariki alimwacha akiwa na miaka 18. Maana Mtume alimwoa mama Aisha kwa miaka 9, akaishi naye miaka 9 akamwacha miaka 18. Sasa wakati Mtume anafariki alimwacha mama Aisha kwenye kichwa chake kuna hadithi sio chini hadithi ya 300. Kichwa cha mama Aisha kimechukua hadithi kutoka kwa Mtume Muhammad, amehifadhi maneno ya Mtume sio chini ya 300 ya kichwani. Aya, mchukue binti wa leo mwenye miaka 18. Kama sio kuna nyimbo za Zuchu za nani kichwani kwake, au kutakuwa na nyimbo za taarabu kahifadhi kwenye kichwa chake, au kutakuwa na nyimbo za ajabu, lazima kwa vyovyote vile. Sasa mabinti wa Kiislamu waliopita hawakuwa kwenye mazingira hayo. Kama tumeamua kurejea kwa Allah, vijana wenzangu, katika mwezi huu mtukufu Ramadhani, tubakie katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tubakie katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niliwahi kuwasimulia siku moja, nilitembelea katika moja ya magereza kule Afrika ya Kusini inaitwa Robben Island. Gereza moja alifungwa Mandela. Kile chumba alichofungwa Mandela kuna mahala kumeandikwa, na inasemekana Mandela ndiye aliandika yale maneno. Anasema as long as we are youth we have time to change. As long as we are youth we have time to change. Kwa kuwa ni vijana, kwa kuwa bado ni vijana, tunao muda wa kubadilika. Na hakuna muda mwingine, the time is now. Muda ndio sasa wa mabadiliko. Kwa kuwa umeingia katika Ramadhani na umebadilika, the time is now. Mabadiliko ndio sasa, hakuna muda mwingine. Hakuna nafsi ya mwanadamu inajua nini kitatokea kesho. Hakuna anayejua nini kitatokea kesho. Na hakuna anayejua kama Ramadhani ya mwakani ataifika. Kijana mwenzangu, jua hilo. Mtu mmoja aliwahi kusema la tata'allamu bi rahili ramadhana fa inna ramadhana sayaud. Tata'allam hal idha jaa ramadhan satakunu ala wajhi al-ard au satakunu ala ar-rahilin. Usisikitike kwa kuondoka kwa Ramadhani. Ramadhani itarudi, lakini sikitika, je, itakaporudi Ramadhani utakuwa katika mgongo au utakuwa katika miongoni mwa walioondoka? Kwa hiyo muda wa mabadiliko ndio sasa, kijana mwenzangu wa Kiislamu. Kama umeamua kubadilika, badilika sasa, bakia katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu tabarak wa ta'ala yaqul a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفره إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. Sio kuogopa wanadamu, itafika hatua utaanza kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu ya ibada ya sala.
Allah vijana wenzangu wa Kiislamu na kuhusieni, tusiache kufanya ibada ya sala, tusiache kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio sababu itakayotupelekea sisi kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hapo tumeangamia katika ulimwengu huu na kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie innal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله وأقيموا الصلاة.